nitakukumbusha mfano tu hapo kwa Ali kama huyo. Wakati watu wananika kuhusu Gamondi kufukuzwa kazi Young Africans, yeye ndo alikuwa kwanza kuposti video kwamba Gamondi hayuko mazoezini, hajafukuzwa kazi, bado anafanya kazi, bado ni kocha wa Yanga. Usiku ndo anatoa taarifa ya kuachana na Miguel Gamondi. Lakini watu waliandika. Kwa kinachoandikwa kipo. Yaani ni swala la muda tu. Kwa hiyo Ali Kamwe amezungumza kwamba hajapokea nakala ya hukumu. Inawezekana kweli hajapokea nakala ya hukumu. Kwa sababu pia hata wakati wa Manara kama unakumbuka ziliandikwa taarifa naye akasema hajapokea nakala ya hukumu. Akipokea nakala ya hukumu maana yake ndo ataanza sasa kuitumikia adhabu, na kwa utaratibu ni kwamba unaanza kutumikia hukumu baada ya kupokea nakala ya hukumu yako. Ukipokea nakala ya hukumu yako ndo unaanza kuitumikia adhabu yako. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokeaga mara nyingi. Na ukumbuke hii kamati ya maadili ni kamati ambayo inamgusa kila mtu ambaye anahusika na mpira. Kwa pale ambapo unayazungumza au unaandika kitu ambacho ni kinyume na maadili, kamati itakupitia. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anachuki na Ali Kamwe, hakuna mtu ambaye anachuki na klabu ya Young Africans, lakini taarifa ambazo zipo zinazozungumzwa ndio hizo. Lakini pia hakuna taarifa tu itatoka tu hivi. Sisi ni waandishi wa habari. Yaani tunafuatilia. Hakuna taarifa ambayo imewahi kutoka tu official kabla ya tetesi kutoka. Yaani taarifa yote utasikia tetesi zitazungumzwa baadaye ndio inakuja kutoka taarifa rasmi. Kwa sababu hao watu wanaokaa kwenye hivyo vikao nao pia ni marafiki zetu wengine, wanatupa taarifa. Hata ukiandika tetesi za mchezaji mtu atakwambia mchezaji fulani sio hata Kiingereza una marafiki zako kwenye kamati za maadili ambao yeye ndo nakwambia wanakupenyezea taarifa. Yeye ndo nakwambia hili watu walikuwa walifahamu. Yani mimi nimezungumza siri, vitu vya siri wewe unapenyezewa Alex Ngereza. No, sio vitu vya siri, yani nimekwambia. Tizama hizo ni katika ethics kweli za kazi. Kazi yangu mimi ni nini? Wewe ni mtaalamu wa masuala ya soka, mchambuzi wa mpira. Lakini pamoja kwamba mimi ni mchambuzi wa mpira pia kazi yangu ni kutafuta taarifa. Of course, because sio naam. Kuna wakati naweza nikamtafuta tu kiongozi wa timu nikana chat naye tu kwenye mambo ya kawaida afu nikamchomekea kitu. Hivi mchezaji fulani vipi? Nilisikia namna gani vipi? Atakupa taarifa kamili. Kwamba issue iko hivi lakini unamprotect source wako. Lazima umprotect, huwezi kumtaja. Sawa. Hizo ni moja ya ethics za mwandishi wa habari. Hata ulipige uniue siwezi kutajia ni nani ambaye amenipa taarifa. TV3 Game On.